Karibu Tabora, karibu Toronto. Hiki ndio chanzo cha maendeleo kwenye chama, na kuna mipango mingine mizuri tu ambayo inakuja. Yaani naahidi kuwa mwaminifu au waaminifu wote kwa ujumla, kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo sisi tutajipanga vizuri ili kuweza kuwasimamia vizuri wakulima ili waweze kupata malipo yao kama kawaida. Mapinduzi ya ujenzi wa ofisi bora na za kisasa kwa vyama vya msingi vya ushirika wa kilimo cha tumbaku mkoani Tabora yanazidi kushika kasi, na sasa ni zamu ya Mkombozi AMCOS iliyopo kata ya Tutuo, wilaya ya Sikonge. Tumefanya kazi kwa kukodi ofisi kwa muda mrefu toka tulipokuwa tunaanza chama chetu mwaka 2015, tukiwa na uchungu kwamba kwa nini tunaweza kukodi ofisi hali ya kuwa sisi tuna uwezo wa kuwa na ofisi yetu ya kujitegemea. Sisi tulianza kujengea ndani na tukatoka jengo, kwa kimsingi jengo letu hili halikusimama. Toka tulivyoanza sakafu, tulivyoanza msingi, tumekwenda nalo mpaka mwisho. Kwa sababu leo tumejenga ofisi na godown letu, maana yake ni kwamba hizo fedha sasa hatutazitumia tena kwenda kulipa pango. Maana yake fedha hizo tutazitumia kwa maendeleo mengine ya chama. Waswahili walisema panya wengi hawachimbi shimo, na hapa mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora Venance Msafiri anatoa kongole kwa wanachama wa Mkombozi AMCOS kwa makubwa walioyafanya ndani ya kipindi cha miaka 10 tangu kusajiliwa kwake. Chama cha Mkombozi kimesajiliwa mwaka 2015 16. Maana yake sasa hivi kina miaka 10 na mpaka sasa hivi kina wanachama 120. Viko vyama vingi, vina wanachama wengi, lakini vimeshindwa kufanya vitu vya maendeleo. Wanapata ushuru mkubwa, ushuru wote unaishia kwenye matumizi ya kawaida. Ninaomba tuige mfano ambao umetolewa na chama cha Mkombozi. Haya ndio mambo tunatakiwa sisi vyama ushirika tuvifanye kwenye usimamizi wa vyama. Sasa naomba wewe mwanachama uwe ni mlinzi namba 1 wa chama chako. Kwa hiyo ndugu zangu wa diwani, kuna changamoto, kuna swala lolote, mimi nitakuja. Tutatua wote, wananchi waweze kufurahia kwenye kilimo cha tumbaku. Zaidi ya shilingi milioni 165 zimetumika kujenga jengo hili pamoja na ununuzi wa samani, ikiwa ni sehemu ya ushuru na michango mbalimbali kutoka kwa wanachama 120 baada ya kuuza tumbaku yao kupitia misimu mbalimbali ya kilimo. Sakafu ya chini ina ghala, vyoo viwili, kimoja ni cha wanawake na kimoja ni cha wanaume. Sakafu ya juu ina ofisi 4, ofisi ya mwenyekiti wa chama, ofisi ya katibu wa chama, ofisi ya mhasibu wa chama na ofisi ya karani wa ofisi, pamoja na ukumbi wa mkutano. Ujenzi wa jengo hili umechukua miezi 16 na umegharimu jumla ya shilingi milioni 162,750,000. Tunakiri kuwa zipo changamoto mbalimbali ambazo kama chama cha msingi Mkombozi tunakutana nazo, ambazo zinahitaji nguvu na ushirikiano wa serikali na wadau wengine. Ni mlolongo mrefu wa upatikanaji wa vibali na gharama za wafanyakazi wanaotoka nje ya nchi. 3 ni miundombinu mibovu ya barabara zinazounganisha vijiji na vitongoji kwa ajili ya kupeleka pembejeo na kutoa mazao shambani. Furaha ya wanachama hawa ni kuona sasa huduma zote zitakuwa zinapatikana eneo moja kwa wakati na katika mazingira ya kuvutia. Pindi Mungu akinijalia nikipata hela, manufaa yatakuwa mazuri, tafanya maendeleo yangu. Tunajivunia kama sisi wanachama, jengo letu tumefungua na tunashukuru sana. Mwanzoni wakati tulikuwa tuna jengo, kwanza tulikuwa akipatikana mkulima ana shida, saa zingine wa viongozi yani wa kutafuta kwa njia ya simu saa zingine, maana tulikuwa tuna ofisi nzuri, tulikuwa tuna ofisi kama vile vichochoro. Lakini baada ya kuwa tumepata jengo hili sasa, kwanza sisi wenyewe wakulima tumekuwa na morali wa kufanya kazi kwa bidii, kwani ukifika hapa taarifa au huduma zote unazipata kwa muda mwafaka. Uongozi na upongeza uendelee kuwa na uwezo mkubwa wa kutuongoza kama jinsi wanavyotuongoza. Serikali nayo kupitia mkuu wa wilaya ya Sikonge Thomas Miinga anakiri kuwa 60% ya mapato ya wilaya hii yanatokana na ushuru utokanao na mauzo ya tumbaku, hivyo wakulima wataendelea kuheshimiwa na kuthaminiwa. Kwa saizi kujibalance ni kuhakikisha unazalisha tumbaku iliyo bora. Ukikosea mazoni vitu vyote vitatoka ovyo. Kupata pesa hakuna uchawi, ni juhudi zako tu. Maana mwingine kila kiona mtu ana hela anawaza uchawi. Mwenzangu umeloga wapi? Una mganga gani? Hamna. Ni kufanya kazi kwa juhudi. Wanazaa kidogo kidogo ili baadaye unakuwa mkubwa. Halmashauri ya Sikonge inakusanya zaidi ya bilioni 5 kwa mwaka.
lakini zaidi ya nusu ya mapato hayo, bilioni 2.5, ni ushuru unaotokana na tumbaku. Kwa hiyo nyinyi watu wa AMCOS, nyinyi watu wa muhimu sana kwetu. Serikali sasa hizi ipo kwenye mchakato wa bima ya zao la tumbaku. Tumeanza kwa mfano mkoa wa Tabora. Faida ile bima itamlinda mkulima dhidi ya majanga na mambo mengine ambayo yanajitokeza, lakini hata katwa mkulima kama mlivyokuwa nafanya huko nyuma. Na niwapongezeni sana kwa maendeleo haya, asije akatokea pepo wa kugombana mkaribu wa AMCOS yenu. Kwa hakika kwa vyama vingine ambavyo bado vinasuasua katika jambo hili la uwekezaji wa ujenzi wa ofisi bora na za kisasa, ujenzi wa maghala pamoja na kumbi za mikutano, ni vyema kukaa kitako na kujifunza kutoka hapa Mkombozi AMCOS. Tutuo Sikonge. Ndugu zangu wakulima, anawaombeni sana mzingatie makisio yenu ya msimu huu, msije mkazidisha na mwisho wa siku mkaendelea kuilalamikia serikali. Inasemekana tumbaku zilizonunuliwa msimu uliopita matajiri bado wanazo store. Kwa hiyo makisio mliopewa msimu huu yazingatieni, ili huko baadaye msije mkaendelea kupishana ushirika. Asanteni sana. Karibu Tabora, karibu Toronto.